utukufu. Umetenda mengi yaliyo makuu, unaishi. Wewe ndiwe Mungu unayestahili utukufu. Shaya makanda rabosha. Umetununua kwa damu ya bei ya mauti yako, una nguvu. Wewe ndiwe Mungu wenye nguvu sana, unatisha kama nini ya makandere bashe. Umetununua watu wako kwa bei ya mauti yako, unaishi Yesu. Hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako. Yale tuyaonayo ni magumu, ila kwako sio magumu. Wewe Yesu, hakuna gumu kwako. Yale tunayoona hatuwezi kuendelea nayo, ila wewe unatupa nguvu. Hakuna gumu kwako Yesu. Wewe kifo cha msalaba kimeyachukua masikitiko yetu. Wewe Yesu, hakuna gumu kwako. Kweli wali yote katika yote umejifika taji ya heshima na utukufu. Wewe ni Mungu, hakuna gumu kwako. Hakuna gumu kwako. Hakuna gumu kwako Yesu. Hakuna gumu kwako Yesu. Hakuna gumu kwako Bwana, yote unaweza yo. Hakuna gumu kwako Yesu. Hakuna gumu kwako Yesu. Hakuna gumu kwako. Hakuna gumu, hakuna gumu kwako Yesu. Hakuna gumu kwako. Makofi kwa Bwana Yesu, makofi. Hakuna lililo gumu kwake, yote yanawezekana mbele zake. Magonjwa yaliyoshindikana kwake anaweza kuyaondoa. Hali ya usugu wa magonjwa, hali ya kukata tamaa aweza kuiondoa. Hali ya kunyimwa kuendelea mbele, hali ya kukataliwa aweza kuiondoa.
yuko mahali hapa jioni ya leo. Huyu peke yake ndiyo ambaye tunamwadhimisha, na yuko tayari kwa ajili ya kutuhudumia jioni ya leo. Fungua moyo wako jioni ya leo. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, tayari yuko mahali hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Fungua moyo wako jioni ya leo. Sema neno moja tu kumwambia Bwana, niko mahali hapa, niko tayari kwa ajili ya kukusikiliza ukisema pamoja nami. Baba yetu na Mungu wetu mwema, wewe ni Mungu uliye juu ya yote, juu ya vyote. Sisi ni watoto wako, kondoo wa malisho yako. Tuko mbele zako tayari kwa ajili ya kusikiliza kulishwa kutoka mezani pako. Mioyo yetu iko wazi tayari kwa ajili ya kusikia maneno yako. Wakati ambapo ni wa jua la kupunga, mtumishi wako Bwana umemwandaa, na yeye amejiandaa kwa ajili ya kuachilia kila ambacho umekusudia kwa ajili yetu jioni ya leo. Baba, ninamleta na kumkabidhi mikononi mwako. Umtumie Bwana. Tuko tayari Bwana, sema nasi, nena nasi Bwana. Tuko tayari kwa unyenyekevu, mioyo yetu iko wazi jioni ya leo. Sema nasi Bwana, mioyo iliyochoka Bwana iweze kutiwa nguvu tena, wagonjwa wapone katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema na kila mmoja Bwana, asiwepo ambaye anarudi kama alivyotoka nyumbani, bali tutoke tukiwa tumebadilishwa kwa neno lako, neno lako ambalo ni uzima, neno lako ambalo linaokoa, neno lako ambalo linaponya. Tuko tayari kulipokea. Kwa neno hili mbingu na nchi zitapita, lakini kamwe maneno yako hayatapita. Tuko tayari Bwana, tuko tayari, tuko tayari Bwana. Sema nasi, sema na kila mmoja, katika jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kushukuru kwako, wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina, 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 amina. Makofi, makofi kwa Bwana Yesu, makofi. Basi tukiwa katika uwepo wa Bwana, unaweza ukachukua kiti chako ukakaa. Ni jioni nyingine tena ya kipekee, tarehe ya 18 mwezi huu wa 4 mwaka 2025, siku ya pili katika semina yetu ambayo ilianza jana. Niweze kukupongeza wewe ambaye umefika mahali hapa siku ya leo tena. Mungu analo neno kwa ajili yetu. Baba yetu yuko mahali hapa kwa ajili ya kuleta kila ambacho Mungu amempa kwa ajili yetu. Na jana ilikuwa ni siku njema sana, tuliweza kupokea. Binafsi nilipokea, bila shaka nao ulipokea. Na leo tena ni wasaa mwingine Mungu ametupa. Fungua moyo wako, chukua diary yako, chukua Biblia yako, uweze kuandika ili usisahau, na haya maneno yatakusaidia, yamekuja kwa wakati wake. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake. Nimeamka salama. Nashukuru nimelala mahali pazuri. Mchungaji aliniuliza habari za maendeleo, tukasalimia, na kwa hiyo tuko siku ya pili. Nimesema jana tutaongea habari za damu ya Yesu. Hebu tufungue kitabu cha Waebrania. Mmoja atanisomea Waebrania mlango wa 9 na mstari wa kwanza mpaka ule wa 22. Waebrania mlango wa 9. Nitasoma. Basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada
na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya onyesho, ndipo palipoitwa patakatifu. Na nyuma ya pazia la pili ile hema itwayo patakatifu pa patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakitikitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema hiyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado, hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabudie, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji za kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama ilivyoamriwa sheria, aliitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo, akakinyunyizia kitabu chenyewe, na watu wote akisema, hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Amin. Malizia mwaka 22. Na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyizia damu vivyo hivyo. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Bwana asifiwe. Nimesema jana juu ya nguvu ya damu na thamani ya damu ya Yesu. Kasema kwamba inatenda muujiza wa kuokoa. Hakuna muujiza mkubwa kama kuokoka. Mtu mwenye dhambi, mtu aliyeshindikana, mlevi, anabadilishwa kupitia mahubiri na imani katika damu ya nani? Ya Yesu. Na mwandishi wa kitabu cha Ibrania anajaribu kueleza picha kwamba Musa alielekezwa kujenga hema, kutengeneza hema kwa picha ya mfano wa mbinguni, ambapo Yesu baada ya kifo chake msalabani, kama siku ya leo tangu asubuhi, jana anakamatwa Getsemani usiku, anapelekwa kwa Pilato, kwa Herode,
na washtaki wake ni viongozi wa dini wakitumia jeshi la Warumi. Na tunasikia kwenye maandiko tuliosoma kwamba agano halina nguvu pasipokufa kwa yule aliyefanya. Nalieleza jana kwamba nguvu ya damu ya Yesu ni pamoja na agano. Nisoma jana kwenye Mathayo na Luka, anapokula chakula cha mwisho na wanafunzi wake, anatoa kile kikombe, anawaambia kikombe hiki ni damu yangu ya agano inayomwagika kwa ajili ya wengi. Kasema agano ni makubaliano, ni mapatano. Na damu hii ninasema kwamba kwa sababu ni ya agano ina nguvu. Na tumesoma hapa mstari wa 22 kwamba pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Maana yake ni nini? Mungu baada ya Adam na Hawa kuasi na kutenda dhambi, ilibidi kwanza Mungu amwage damu ya mnyama kuwafunika watu hawa. Na nimesema miaka ile 2000 kabla Yesu kuja, Mungu alielekeza Musa, usoma jana kitabu cha Kutoka na Walawi, kwamba amekataza kutokula damu. Kasema damu ni uhai. Wanasayansi kabla ya kugundua na kutuletea kufahamu kwamba umuhimu wa damu, Mungu alishajua umuhimu wa damu. Na siku ile wanapotoka Misri, Biblia inatuambia katika ule mlango wa 12 kitabu cha Kutoka, Mungu alielekeza Musa, wana wa Israeli wachinje mwanakondoo kila nyumba, na kama nyumba ni watu wachache waunganike. Na nyama ile ilitolewa utaratibu wa kuila, na waliambiwa wao wamejiandaa kwa safari kwa ajili ya kuondoka. Kulikuwa na vitu kadhaa, lakini damu walielekezwa wapake kwenye miimo na vizingiti vya nyumba zao. Kwa nini? Mungu anasema malaika wa mauti atapita na kila nyumba atakayekuta imepakwa damu hata idhuru. Sasa mwandishi wa Ibrania anatuambia ikiwa damu za mbuzi na wanyama na majivu yaliyochomwa wanyama na kunyunyizia watu zilikuwa na uwezo wa kutakasa, yes, si zaidi damu ya Yesu Kristo? Kwamba damu hii ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, nimesema hata sasa ina nguvu. Ilitenda kazi ya kutufungulia njia ya kwenda kwa Mungu. Kwenye Agano la Kale, hekalu lile na hema lile la jangwani, mpaka wanaingia nchi ya ahadi, patakatifu waliingia makuhani tu. Waabudu wengine walikaa nje, ingawa baadaye waliboresha lile hekalu. Kulikuwa na eneo la wanawake, kulikuwa na eneo la Walawi, na kuna eneo la wanaume, na pia kulikuwa na eneo la wale wagonjwa ambao hawakuruhusiwa kuchangamana na jamii. Na nje kulikuwepo na eneo la watu wa mataifa, ambalo Yesu alipokuja alikuta wamegeuza kuwa soko la watu kufanyia biashara. Na kwa kuwa wakati ule lazima uwe na gharama ya mnyama, ikageuka kuwa biashara. Watu wanaleta mifugo, naleta njiwa, wale wasio na uwezo, na kaweka taratibu, sheria ambayo sio kila mnyama unayomleta, ili basi biashara iendelee pale. Kwa sababu ukimleta mnyama atakaguliwa, na ikionekana hafai ilibidi ununue mwingine pale, na ilimgharimu mtu ili asamehewe awe na mnyama ambaye anatolewa badala yake. Na maandiko tuliosoma nasema kwamba pale patakatifu sana, hema ile sehemu ya pili, kuhani mkuu aliingia mara moja kwa mwaka. Nimesema jana
akichukua damu na kuingia kule ndani kuliko kuona ile sanduku la agano ambalo ndani mwake kulikuwa na vifaa tulivyosikia, na juu yake waliweka kiti cha rehema ambacho iliaminika ndio uwepo wa Mungu, na hakuna mtu mwingine aliyeruhusiwa ile kuhani mkuu, na anakwenda kule kwa damu hiyo kuomba rehema kwa taifa kila mwaka. Na sasa tunaambiwa Kristo aliye kuhani mkuu alipokuja kumwaga damu yake, aliingia patakatifu sana, si pale pa duniani, ameingia mbinguni akiichukua damu yake mwenyewe ya upatanisho, kwamba pasipo kulipa gharama hakukuwepo na njia ya kumsamehe na kumwondolea mwanadamu dhambi. Kwa hiyo ilibidi Wayahudi kila mara warudie, na ndio maana kulikuwepo na miji baada ya kuingia nchi ya ahadi. Kila kabila walikuwa na miji ya makimbilio, na makuhani walifanya kazi kila mara, na kwa sababu makuhani nao ni wanadamu, ilibidi kuhani wa zamu anafungiwa kamba mguuni na inatoka nje ya patakatifu, kwamba akiingia akiwa hajajitakasa, ana dhambi aliyetenda, anakufa. Na kwa sababu hakuna mtu anayeweza kuingia, inabidi wale walio nje wakiona kwamba kamba haitikisiki, watajua kwamba liko tatizo. Kwa hiyo ilibidi ile kamba ivutwe na yule kuhani atolewe. Kwa hiyo kuhani naye ilibidi atoe dhabihu kwanza kwa ajili ya dhambi zake, na pale nje ya lile hema kulikuwepo na bakuli la shaba ambalo kila kuhani kabla ya kutoa dhabihu na kuingia pale ilibidi anawe, waoshe miguu yao, mikono yao na nyuso zao. Na hizo zote zina maana yake. Kwa nini walifanya hivyo, kuosha miguu, mikono na nyuso? Kwamba kwa ajili ya utumishi na kwa ajili ya kazi. Sasa Yesu amekuja aliye kuhani, na maandiko tuliosoma yanasema kwamba akaichukua damu. Maana yake ni nini? Baada ya kifo cha Yesu kama ya leo, na baadaye jioni kama saa hizi, wanafunzi wake wa siri Yusufu na Nikodemu wanakuja kumchukua kwenda kumzika. Biblia inatuambia alipofufuka siku ile ya kwanza ya juma, Mariamu wa Magdalena alikuja kutaka kumgusa Yesu, na Yesu anamwambia usiniguse, kwa sababu kabla hajaonana na wanafunzi, Yesu ilibidi aende mbinguni. Anapotoka kaburini aipeleke damu ya kifo chake, kwamba sasa masamaha yanaweza kutolewa na mwanadamu anaweza kukombolewa. Na ndio maana alimwambia yule mwanamama usiniguse, kwa sababu kazi ya ukombozi ilikuwa bado haijafanyika. Na alipowasilisha ile damu kwa Mungu, kwa sababu dhambi ilikuwa lazima iadhibiwe. Nieleze tena ili tujue thamani ya wokovu wetu na damu ya Yesu. Ni kwamba miaka zamani, wakati wa utumwa, hasa watu walitoka mikoa Tabora, Kigoma, walisafirishwa pale Bagamoyo, wakaenda kwenye Mitumi na Ngalawa mpaka kwenye soko la watumwa Zanzibar. Na wamishenari walipokuwa wamepata habari ya utumwa huo, walikuwa na kwenda soko la watumwa. Huwezi kumchukua mtumwa bila kumkomboa. Kwa hiyo ilibidi walipe dhamana ya yule mtumwa, wao wamchukue kwa ajili ya kuachia huru. Ndio maana utakuta watu wengine wa bara ndio waanzilishi wako visiwa vya Zanzibar, kwamba wale watumwa ambao walikombolewa. Kwa hiyo Yesu alitoa ile damu kama dhamana, kama fidia ya sisi wenye dhambi, ambayo ilikuwa lazima adhabu na faini ilipwe. Nitoe mfano mwingine.
ili tuendelee na sehemu yangu, maeneo Yesu alikomwaga damu. Kulikuwa na darasa ambalo wanafunzi walikuwa kila mara wanapiga kelele, wanafanya fujo, na mwalimu akawaambia wanafunzi tuweke sheria za darasa, na wakaweka sheria kwamba mwanafunzi atakayepiga kelele adhabu yake ni viboko 10, na ikakubalika. Ilipokubalika, siku moja ikatokea mwanafunzi mmoja dhaifu, hana nguvu za kustahimili fimbo 10. Kumbe mwalimu anakuja, wanafunzi wanapiga kelele, na anaulizwa nani alipiga kelele. Anajitokeza yule mwanafunzi ambaye kwa afya yake asingestahili adhabu iliyopitishwa. Na mwalimu akauliza darasa, sheria inasema nini? Kasema viboko 10. Na wanafunzi wanamwangalia huyu mwanafunzi ambaye kiafya ni dhaifu, na wakaona kwamba hataweza kustahimili viboko 10. Na mwalimu akamwambia ushike chini upokee viboko 10. Na mwanafunzi mmoja katikati yao alisikia huruma kwa ajili ya huyu, na akajitokeza mbele akamwambia mwalimu, unichape viboko 10 badala ya huyu. Ndivyo Yesu alivyofanya. Aliona kwamba hatutaweza kustahimili adhabu ya hukumu ya Mungu, ghadhabu ya Mungu. Ndio maana unakuta Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na Paulo katika waraka kwa Warumi anajaribu kueleza kwamba kati ya Myunani na Myahudi, Wayunani, kesho taongelea kwamba Biblia inatuambia msalaba kwa Wayunani ni upuzi, waliona upuzi, na kwa Wayahudi waliona kama ni kikwazo. Kwa nini waliona? Na Paulo anasema sisi tunaokolewa, msalaba ni nguvu ya Mungu. Sasa Paulo anajaribu kufafanua kwenye waraka kwa Warumi kwamba Mungu aliangalia. Ndio maana ukisema Warumi, na wengine wanatumia maneno haya vibaya, anasema wote wametenda dhambi, mataifa na Myahudi. Na Mungu hakuona jinsi ambavyo kuna mwenye haki. Kwa hiyo wote, Myahudi, mtu wa dini na asiye na dini, tukahesabiwa kwenye kundi moja. Lakini sasa ili Mungu aokoe ulimwengu na mwanadamu, ilibidi kumpata mwanadamu mmoja ambaye atakuwa na mfano mwanadamu lakini hajatenda dhambi. Ndipo Yesu mwana wa Mungu akavaa mwili, akazaliwa katika hali ya mwanadamu, na akakuwa kwenye mazingira haya, akawa na hisia kama sisi, anachoka kama mimi na wewe, anasikia maumivu kama mimi na wewe, analala kama mimi na wewe, lakini peke yake. Na mbele ya Pilato anauliza Wayahudi, ni kosa gani alilolifanya huyu? Hawakuwa na jambo la kumhukumu, ilo wanasema kwa kuwa anajiita mwana wa Mungu. Na bahati mbaya wanamkubali mtu wa itikadi kali, Baraba, wanamfungulia kuliko Yesu. Nimesema mara nyingi, Yesu hapendi mashabiki. Unanisikia? Mashabiki walimshangilia akiingia Yerusalemu, walitandika mavazi yao, lakini mwisho wa siku kama ya leo, hao ndio waliopiga kelele usiku mzima kwa mkia leo na kusema asulubishwe, asulubishwe. Kwa hiyo tunapoangalia ile damu ambayo Mungu alihitaji, damu isiyo na hatia, damu ambayo ina thamani kuliko wanyama, kwamba tungefanyaje, tungeendelea kuwa na kazi hii ya ili tusamehewe mwaka mzima, lazima tuwe na mnyama wa kuchinja. Fikiria watu maskini. Hata ingawa njiwa ilikuwa ni matoleo ya mtu wa chini, lakini ingewezekana mtu asiweze kununua njiwa. Mnafahamu wakati wa sikukuu vitu vinavyopanda bei sokoni.
Kama ni kuku wangepanda, njiwa wangepanda, mpaka mtu maskini asingeweza. Kwa hiyo Yesu akaja kumwaga damu yake ya agano jipya, kuleta mapatano, kumrudisha Mungu. Msalaba wake ukawa daraja la kumvusha mwanadamu mwenye dhambi na kumuunganisha na Mungu mtakatifu. Kwa hiyo tunaposema juu ya msalaba na juu ya damu ya Yesu, ina uwezo kutusaidia. Bwana asifiwe. Wafanyakazi, nyie wengi ni wafanyakazi. Kwenye maofisi ya serikali kuna vituko vingi, na kwenye kazi pale ulipo kuna watu wangemezea nafasi hiyo, na watu wengi wameasi. Nilikuwa na ndugu moja juzi nikija, alikuwa mshirika wetu, akaondoka akaingia kanisa lingine, na namwambia, ndugu, mbona umeacha kanisa? Anasema, narudi huko niliko. Kanisani ni ushirikina wa Kristo, watumishi, na hatuwezi kuzuia ufalme wa giza usifanye aliyo yake. Lakini tutakuwaje salama? Hatutakuwa salama tusipofunikwa na damu iliyo na nguvu kuliko ufalme huo. Kwamba Mungu unapokuwa ofisini, naeleza thamani na nguvu ya damu ya Yesu. Kwamba hata kama umekaa kwenye kiti, na ndugu yangu injinia, tuna matukio mengi ambayo watu wangetaka waliokoka wasiwepo. Na kwa sababu kabla sijaingia kwenye utumishi nimefanya kazi maeneo, sio jeshini tu, ninafahamu hayo. Lakini damu ya Yesu imenilinda na inaendelea kunilinda. Tunaelewana? Tunapoimba damu tusimbe kama mchezo. Unapotembea hujui ni mangapi umetegeshewa. Kuna watu wanaweza kuzunguka usiku nyumbani mwako, na mimi nasema wache wao walinzi wasiolipwa. Lakini tukijua thamani ya damu na nguvu ya damu ya Yesu, kwamba tukipaka kwenye miimo ya mioyo yetu na tukikaa ndani ya Yesu tunakuwa salama. Nje ya Yesu, hata kama unasema Bwana asifiwe, unaimba damu ya Yesu, haina ulinzi kwako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa nani yangu megoma, nimekaa muda mrefu, imenitoroka. Sasa damu ya Yesu ni ya thamani, si agano tu, inatulinda. Lakini leo kwa saa ya muda wetu nimeeleza mambo machache jana, lakini nieleze maeneo manne ambaye damu ya Yesu ilimwagika. Katika Luka 22 mstari wa 39 mpaka 44, tunaona Yesu akiwa katika bustani ya Getsemani. Kabla ya kusulubiwa alijitenga, anaomba, na maandiko yanasema matone ya damu yakadondoka mpaka nchi. Maana yake aliona ari na uzito wa kazi inayomkabili, mzigo wa kuchukua maovu ya mwanadamu. Na mimi si daktari, lakini inasemekana mara nyingi mtu akifikiri sana, mishipa midogo midogo ya damu inaweza ikapasuka na damu ikatoka, inaweza kuchanganyika na jasho. Na damu ya Yesu ilimwagika pale Getsemani kabla ya kusulubiwa, sehemu ya kwanza. Damu imetoka
kichwani mwake. Na katika Mathayo tutasoma hapo sasa, ni mistari michache. Mathayo 27 mstari wa 27 mpaka wa 30. Mtu mmoja anisomee eneo la pili. Katika bustani ya Getsemani, damu ya Yesu ilimwagika, inatoka maeneo ya eneo la kichwa chake na inafika chini. Mathayo sehemu ya pili ambayo damu ilimwagika, Mathayo 27 mstari wa 27 mpaka 30. Nitasoma. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya praetorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, Salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautoa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Asante. Labda turudi baada ya chakula cha Pasaka, na Yuda alishamsaliti, alishapeleka taarifa na yuko pamoja na Yesu, na Yesu anasema ukafanye lile ambalo umekusudia. Na Yuda alingoja kujua, kwa sababu wiki hiyo Yesu alikuwa halali Jerusalem, alikuwa anakuja na kuondoka, anakwenda kwa ile rafiki zake wakina Lazaro, Marta na Mariamu, na asubuhi hurudi kwa shughuli. Lakini siku hiyo Yuda aliambiwa ajue kwa hakika huyu mtu anakuwa wapi. Na baada ya Yuda kudhibitisha kwamba anakwenda Getsemani, mahali ambapo alizoea pia kwenda kuomba, akawapelekea wale watu. Na kwenye ramani ya mji wa Jerusalem, bustani ya Getsemani ambaye ilikuwa upande wa mashariki, kaskazini mashariki, ilikuwa karibu na hekalu. Na ninachofikiria na kujiuliza, kwa nini kutoka Getsemani mlango wa kuingilia upande wa hekalu ilikuwa karibu, na nyumba ya Pilato ilikuwa karibu na hekalu, na ya kuhani mkuu ilikuwa pale na Herode. Lakini wanamchukua Yesu, wanapita kando ya ule ukuta kuelekea kusini mashariki mwa mji, na wanakuja chini huku kusini, wanaingia kwenye lango la Tekoa ambako ni mbali na kule anakokusudiwa. Maana yake ni nini? Waliogopa yawezekana watu walio hekaluni na walio karibu saa hiyo wangemtetea Yesu na wangeharibu mpango wao. Na wanamchukua Yesu, tazungumza Jumapili, wanampeleka kwa Pilato. Walikuwepo watu wawili, Pilato na Herode. Herode alikuwa anasimamia eneo la Galilaya, na kwa sababu Wayahudi walikuwa na sherehe ya Pasaka kukumbuka siku ya ukombozi wao, wamekusanyika wote Jerusalem. Na maana ya Pasaka ni Passover, kwamba malaika wa mauti siku ile alipita juu yao na wakapona. Kwa hiyo walikuwa na kumbukumbu ya siku ya Pasaka ambayo ilikuwa iangukie kesho. Na hao watu, kwa sababu si serikali ya Kirumi iliyomhukumu Yesu, wanamchukua Yesu usiku huo, wanampeleka kule kwa Pilato, baadaye wanampeleka kwa Herode, baadaye Herode anampeleka kwa Pilato, na mwisho Pilato ananawa mikono. Usiku huo huo mambo haya yanatokea, na askari wanamvisha taji ya miiba. Taji ya miiba. Tendo hili linawakilisha nini? Adam na Hawa walipokosa katika bustani ya Eden, ardhi ililaaniwa, na Mungu akasema ardhi itazaa nini? Michongoma na miiba. Na ili Yesu kuleta ukombozi, napenda nisizitize, hakuna wokovu na ukombozi
Leo wako watu wanaoambiwa kwamba lete sadaka ya ukombozi, lete sadaka kuvunja laana. Yesu alivaa taji ya miiba kuchukua laana zetu. Mnanisikia? Mnanisikia? Mwana FPCC ende kusema kwamba kuna laana, umebeba laana za mababu. Kama damu ya Yesu haina nguvu ya kuvunja laana za babu zangu na vizazi vya nyuma, haina thamani, ni kama ile ya kondoo na mbuzi. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba damu hiyo ina nguvu kuvunja na kuondoa laana zote. Bwana asifiwe. Tendo hili linawakilisha laana. Wakati Adamu na Hawa alipoanguka dhambini, ardhi ilalaaniwa na ikaanza kuzaa miiba. Hivyo miiba aliyevaa Yesu ni kielelezo cha laana, kielelezo cha laana. Ni maana Paulo anapoandika waraka kwa Wagalatia anasema Yesu kwa kusulubishwa kwake, kwa kutundikwa msalabani, kwa sababu kisoma Agano la Kale Mungu alisema amelaaniwa mtu angikwae juu ya msalaba. Kwa hiyo msalaba ilikuwa ni kitendo cha adhabu ya laana. Ingawa Warumi walipoanza kutawala, msalaba ulitumika kama adhabu ya kudhalilisha ya mwisho. Kwa hiyo Yesu alimwaga damu yake kwa njia hii kuonyesha tendo la kutukomboa kutoka katika laana. Laana ya dhambi, laana maradhi, laana ubinafsi na zingine. Kwa sababu dhambi imetokana, laana dhambi imesababisha laana. Na Yesu anavikwa ile taji na damu yake inamwagika kwamba yeye anaondoa laana yetu. Kwa hiyo leo kila anayemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi anakombolewa kutoka laana hiyo. Tunaelewana? Achana na sarakasi. Kuna andiko wanalopenda wengi nasema kwamba wao walitenda maovu. Kuna mambo ya asili, tunazaliwa katika asili ya mwanadamu na tunaugua katika asili hiyo. Kuna magonjwa, nilisema jana, ahadi moja ya agano ni uponyaji. Ni uponyaji. Na Mungu anatuponya na magonjwa ya Kimisri. Mungu atusaidie. Damu ya Yesu ina nguvu, ina nguvu kutulinda, kutusaidia. Nimeiona ikifanya kazi kwa miaka hii yote. Nimeona nguvu ya damu ya nani? Ya Yesu. Sehemu aliko jaribu, watu wanajaribu, na mtu anaweza kuambia utapandishwa cheo mpaka utoe rushwa. Lakini chini ya agano Mungu atashughulika. Sawa? Unajua kile kitu tunachoomba Mungu amuinue mtu, si kwamba kuna viti ambavyo havina mtu. Atamuondoa mtu, atakuweka wewe pale. Tunaposema Mungu abariki watu, haina maana kuna biashara ambayo hakuna mwanadamu anayefanya. Lakini Mungu kupitia agano hili la damu anashughulika. Kwa hiyo ajabu ni kwamba, jambo la kusikitisha ni kwamba hata leo, ingawa Yesu alivaa taji ya miiba na damu ikamwagika kama ishara ya kuondoa laana, ningeongeza mimi nikasema labda ilikuwa ya kutakasa na akili. Kwa sababu kuna watu wako ndani ya wokovu, wako kanisani, lakini bado wanaishi chini ya nini? Ya laana. Ya laana. Wanaamini laana,
wanaikiri laana, wanatembea chini ya hofu ya laana. Na ndio maana wale wababaishaji wanakwenda wanamsumbua. Nilifurahia mama moja, sijui kwenye TikTok sijui nini, hawa manabii wanamuombea, anapomuombea ubarikiwe, na ile mama anasema Mungu amesema na mimi. Amesema nawe nini? Unipe fedha 600,000. Amesema nawe saa ngapi? Sasa hivi. Sasa tapeli na tapeli wakakutana. Sawa, maana namwambia naona utafanikiwa, naona utapata fedha, na anasema amina, Mungu ameniambia ni sasa hivi. Sasa tusitembee chini ya laana. Wanaishi chini ya laana. Nasikitika pale Babati, kuna watu wanaotoka kanisani watakimbia. Na mtu mmoja anaitwa Nabii Baraka alijenga pale karibu na sisi washika ni wachache, na nikamwambia watu afadhali ajenge ili wajinga waliwe. Si wanasema wajinga ndio wali wao, si ndio? Hata kwenye mitandao wajinga ni wanaliwa, jinga wanaliwa. Lakini tukifahamu kwamba Yesu alivaa taji ya miiba na damu yake ikamwagika, maana ile miiba iliingia ndani ya ngozi ya kichwa chake, damu ilimwagika. Tusiishi chini ya laana, maana Yesu alimaliza. Damu ya Yesu nazungumza dhidi ya laana hizo na kuzifuta. Katika Wagalatia 3 mstari wa 13 nasema, Galatia 3:13, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila aangikwayo juu ya mti. Maana yake ni nini? Alichukua nafasi ya maovu yetu. Msalabani ni mbadilishano, kwamba Yesu anachukua maisha yetu na sisi tunachukua maisha ya Yesu. Ndio maana tunasema tumekufa pamoja na Kristo na tumezikwa pamoja na Kristo. Tunapofufuka, uhai wetu si uhai wetu tena, ila ni ndani ya Yesu. Maana yake ni nini? Ninapokuwa ndani ya Yesu nalindwa na damu ya Yesu. Ili shetani anipate na watu wengine, lazima wamweze kwanza Yesu, wampate kwanza Yesu ili wanipate mimi. Kwa hiyo wandugu, hatuna sababu ya kuendelea kuishi chini ya laana. Yesu aliondoa laana ile ya miiba ya dhambi ya Eden. Yesu kwa kuchomwa na miiba hiyo. Isaya anaona, na mahali pengine alimuona Yesu kama mwana kondoo wa Mungu anayepelekwa msalabani, machinjioni, hafungui kinywa, hajitetei, na anasema anamuona Yesu miaka 2500 kabla ya kwamba atakuja kutokea, na adhabu yake, kujeruhiwa kwake ni kwa sababu ya makosa yetu, kwa sababu ya dhambi zetu, ili tupate amani. Hebu binti soma Mathayo 8:17. 8:17. Mathayo 8:17. Tutakwenda kumaliza. Nitasoma. Ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Maana yake sifahamu. Nimesoma kitabu cha mhubiri mmoja ambayo ana taaluma ya udaktari, na anasema kuna magonjwa 40 makuu duniani. Mimi sina taaluma hiyo, lakini huyo mwenye taaluma hii ambaye ni mtumishi wa Mungu
anasema kuna magonjwa makuu 40, na magonjwa hayo makuu 40 Yesu alichukua kupitia mapigo yake. Hebu rudia huo mstari Mathayo 8 kwamba Mathayo 8:17 inasema, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Kwamba magonjwa makuu 40 yanayemtesa mwanadamu. Sasa wewe chukua magonjwa yote, Yesu alichukua. Udhaifu wa kutoweza kwetu. Unajua mwili unapokosa nguvu, magonjwa huenea. Wanasema ukimwi ni virusi vinavyoangamiza zile chembe chembe zinazolinda mwili, na zikiangamia, maana mwili hauna ulinzi, ugonjwa wowote unaweza kuingia ukamwangamiza mtu. Na Mungu alijua udhaifu wetu, na Mathayo anarifaa maneno ya Isaya ya miaka 2500 iliyopita kwamba Yesu alikufa kuchukua magonjwa yetu. Muda hautoshi, lakini fikiria ugonjwa wowote, Yesu alikufa, alichukua hayo. Kila kipigo chake juu ya mwili wake ni kwa sababu ya matatizo na magonjwa ambayo yako duniani. Kwa hiyo damu ya Yesu hata leo ina uwezo wa kutukomboa kutoka kila aina ya magonjwa na maradhi. Maradhi hayaletwi na Mungu. Mama moja Masai aliokoka na akapata shida ya kuugua, na familia yake wanampeleka kwa mganga, na yule mama akakataa. Akaitwa mchungaji wa kanisa letu, tunataka kumsaidia huyu, hataki kwenda kwa waganga. Na yule mama akamwambia yule mchungaji, kama huyu Yesu naye muamini hawezi kuniponya, wacha nife, siwezi kwenda kwa wagonjwa, kwa waganga. Na kuna wakati tutakufa kwa sababu tutakapoongea kifo cha Yesu. Lazaro alifufuka lakini alikuja kufa. Dorcas alifufuliwa, alikuja kufa. Yule mtoto yule mwanamke wa Naini ambaye Yesu alikutana naye alifufuliwa, alikuja kufa. Yule Elia na Elisha waliomfufua alikuja kufa. Lakini Yesu alipofufuka hakufa na hata kufa. Sawa sawa. Mmoja nimuuliza Muislamu mmoja, kapewa gari, nilikuwa na shule kwenye maeneo fulani, serikali wakanipa gari na dereva ni Muislamu. Nikamuuliza, umepata kusikia habari za Yesu? Akasema nasikia juu juu tu. Habari ya Muhammad nasema nini? Nikamwambia, je, watu huwa wanamtumaini mtu wa jinsi gani, aliye hai au aliyekufa? Akasema aliye hai. Kwa nini? Kanieleza. Nikamwambia, je, dini yako inasemaje habari ya mtume? Yuko hai? Anasema amekufa na kaburi lake liko. Na dini yako inasemaje habari za Yesu? Sema tunasikia tu kwamba alifufuka, alipaa. Na nikamwambia, kwa nini usimtegemee huyo ukamgeukia huyo ambaye yu hai na anaweza kukusaidia? Kwa sababu anapokufa mtu tunalia kwa sababu hatuna msaada tunaopata, lakini aliye hai hutusaidia. Akasema sijapata kufikiri. Nikamwambia, ufikiri. Kama dini yako inaamini
hayuko kaburini. Na leo wakienda huko Jerusalem, hata Wayahudi wapinzani na wengine, ni kaburi la Yesu tu lina hasara ambalo halina maiti. Na hata ingawa wapinzani, ingekuwa ni jambo la kutunga, miaka hii ya teknolojia ingekuja kugunduliwa kaburi, labda waliomficha, waliokwenda kumzika, lakini kwa sababu yu hai, ana uwezo kutusaidia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo damu ya Yesu ina uwezo na nguvu ya kutukomboa katika kila aina ya magonjwa na maradhi. Kama ni kusudi la Mungu, tutakufa. Kama si kusudi la Mungu, tutafanya nini? Nimekuwa na tatizo miaka, na daktari yangu kila mara ananiambia ukatole, watu wananiambia hapana. Lakini kasikia mwaka jana kwamba takwenda, nikamwambia daktari moja, upasuaji nitakuja na ni utakayenifanyia upasuaji. Na nikasikia moyo, nikamwambia watu kama ndio kwenda mbinguni niko tayari. Na kijana wangu ananingoja kutoka theater, anangoja, anaokuta watu wengine walioingia baada yangu anatoka, mwishoni wasiwasi unaingia. Lakini Mungu ashukuriwe, aniniponya. Lakini hata ungekufa ukiwa umetengeneza, si unakwenda kwa Yesu? Si unakwenda kufufuka, kupumzika na Yesu? Kwa hiyo Yesu anatuponya maradhi. Miaka ya nyuma mke wangu ametembea na matatizo, ikawa na tatizo, na nauliza madaktari hawajui, nampeleka KCMC. Sheni tukamwomba Mungu, Mungu akaondoa. Na kuja lingine, pungufu wa damu, daktari hajui, Mungu akamponya. Na sina maana hatuwezi kupata shida, lakini kwa kupigwa kwa Yesu tunaweza kudai uponyaji kama sehemu ya ahadi ya agano. Kwa hiyo kupitia imani yako, hata sasa damu ya Yesu inaweza kuponya magonjwa yako, na sio chumvi au vitambaa au sarakasi za visaidizi vilioko leo. Leo hujaleta maji, mtumishi. Juzi nilipitia kwa mtu mmoja, sinywi, natolea mfano. Haya maji yameandikwa uhai, lakini kiwandani unaweza kupeleka. Yule ndugu nilikuwa nakwenda mahali, akaniona mimi simkumbuki miaka mingi. Aliponiona gari ilikuwa inaoshwa, akaja akaniambia, mchungaji, Bwana asifiwe. Na hajaokoka. Baadaye tunaongea, kaniambia na kiwanda cha maji hapa. Kaniingiza, nikamwambia nina safari, kanipa carton ya maji. Na baadaye akaniambia, ukitaka tunaweza kutengeneza maji ya kanisa, na tukaweka lebo ya kanisa. Na watu wanatengeneza lebo na wanapeleka kiwandani. Maana yake ningeweza nikamwambia tengeneza maji ya upako, nikaleta hapa, wajinga ningewala hela. Maji ya 500 nitauza 1500. Naambia maji ya upako, maji ya upako, maji ya upako. Lakini Yesu alipigwa tupone. Bwana asifiwe. Bila maji, bila vitamba. Sasa wale wa ndugu, alafu na wakuta watu kanisani kwetu wanakwenda wananunua, wanawapa watu pesa, biashara, na watu wengine ni maskini. Wanakuja wa Katoliki, wa KKT na wa Pentecost, wanatoroka wanakwenda. Naambia nunua kitambaa, andika na andika. Siku nyingine napita pale, makofuli yamenunuliwa, na naambiwa fungua baraka, nafungua kofuli. Unawapa watu biashara. Na yule bwana baada ya kugundulika hila zake amekimbia, na lile jengo sasa halina watu, halina watu.
Yesu alipigwa ili sisi tupone. Kama Yesu hawezi kuniponya, nibaki kwa Yesu. Alisema ni heri kuingia mbinguni ukiwa chongo kuliko kwenda jehanamu ukiwa na macho yote. Ni heri kuingia mbinguni ukiwa na mguu moja kuliko kuingia jehanamu na miguu yote. Paulo alikuwa na tatizo ambalo lilikuwa kama mwiba maishani mwake, na kila anapomwomba Mungu, na mnajua Paulo alifanya kazi kubwa ya injili na miujiza mengi na mambo mengi, lakini kila akiomba naambiwa neema yangu ya kutosha. Sio kila tatizo unadai kwa nguvu Yesu afanye, lakini Yesu anaweza kufanya akiwa na sababu ya kulitukuza jina lake. Chumvi hazina uponyaji, na wanatumia maandiko. Yesu hatuoni mahali kwamba kila mahali alipokwenda kuponya alichukua tope na kuwapaka watu. Hatusikii Yesu akirudia, kwa sababu nguvu ya uponyaji haipo kwenye vitu, iko kwenye kazi ya msalaba wa Yesu. Na tukimwamini yeye na tukikaa ndani mwake, Yesu si kwamba anaponya tu. Kama alimfufua Lazaro, anaweza kufanya hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kupitia imani. Imani ni mkono wa kupokea kutoka kwa Mungu. Si kutegemea mtu tu, si kutegemea mwanadamu tu. Ingawa mchungaji, Mungu anaweza kuweka neema fulani, lakini wewe unayeamini lazima umwamini kwamba Mungu anaweza kufanya. Anaweza kuponya shughuli zako, za kuponya mji. Miaka ya nyuma nilikuwa nakusanya wajukuu wake wadogo na wazazi wao wengine hawajaokoka, lakini nilikuwa nawaambia kila Christmas au mwanzo wa mwaka wafike Babati niwaombee, na kila mmoja atoe sadaka chini ya madhabahu ile inayotumika. Na niliwaambia hivyo watoto wangu, nikawaambia watu wanapooana ni kama mito miwili inayokutana pamoja, na kila mto hujui magogo na uchafu ulioleta, mnakuja kukutanisha. Na nawaambia nahitaji kizazi hiki cha wajukuu kitengwe na hayo. Na tuliendelea, na sasa wamekuwa wakubwa. Kuna mmoja yuko chuo kikuu hapa UDOM, na kuna wengine wapo, kuna mwingine yuko kwenye research Serengeti, kuna mwingine yuko kwenye ile bomba la mafuta amekwenda Uganda, na wengine nina mmoja nurse ambaye juzi nikiwa nauma ndiye anayekuja kuniona, na wakaanza kuuliza, babu, mbona siku hizi utuiti? Wamekuwa wakubwa, wanaona kuna neema, kuna nguvu. Mungu anaweza kufunika watu na familia, hata wale walio nje, neema ya Mungu. Na kijana wangu mwingine ambaye hajaokoka anaambia wenzake, mbona tumeacha ile? Ina gharama, lakini inahitaji kujenga msingi, kuwaweka mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Mungu huyu ambaye namtumikia, Mungu ambaye namwamini, awalinde, awatunze. Na ni maombi yangu kwamba Mungu awaponye na dunia iliharibika. Kijana wangu mmoja mjukuu akiwa sekondari, babake ni mchungaji, anateswa na pepo. Anasema ni roho ya wazazi, ya mababu. Mama yake ana asili ya Mpwapwa. Tumepambana na hiyo, na kupitia kazi ya msalaba na damu ya Yesu, Mungu amemsaidia. Hajapata hiyo shida. Sasa hivi anamaliza kidato cha 6, na naamini ataendelea. Kwa hiyo kwa kupigwa kwa Yesu tunapokea uponyaji.
Bwana asifiwe. Kwamba hapa Dodoma City Church kwa kumwamini Yesu unaweza kupokea nini? Uponyaji. Unaweza kuwa na ujasiri kuwaita wengine. Siku hizi leo hatuna ujasiri kuambia twende kanisani na kuabudu yuko Mungu wa kweli. Tunaogopa, maana hata sisi hatuna hakika na Yesu. Lakini Pasaka hii na juma hili, kumbuka Yesu alifanya kwa ajili yako bila visaidizi. Wako watu wanaoteswa. Una ile redio Arusha inaitwa Safina, na kweli imekuwa Safina, wanajaa, wanauza maji ya fruto, na watu wananunua damu ya Yesu, na wakwenda kumimina damu ya Yesu. Sehemu nyingine wanachukua chumvi wanamwaga eti kwa sababu kuna neno moja linalosema hivyo, na wengine wanapaka mafuta. Kuna wakati wa kupaka mafuta, na si kila mafuta unapakwa. Bwana asifiwe. Eneo la 4, hebu soma Injili ya Yohana 19 mstari wa 34. Kwa hiyo mapigo ya Yesu aliyepigwa usiku ule mijeledi, damu yake ilimwagika, ilizaa uponyaji wa maisha yetu na hisia zetu na miili yetu. Yohana 19:34. Nitasoma. Lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Inasemekana walimchoma siku hiyo kudhibitisha kama ni kweli amekufa. Wasema wakichoma karibu na moyo, au wakichoma ukakuta maji yaliyochanganyika na damu yanatoka, maana yake yule mtu tayari amekufa. Kifo cha msalaba kilikuwa kinachukua masaa, ni cha mateso. Mtu anakaa siku 3 kabla hajafa. Na siku hiyo kwa sababu ya Ijumaa kunaamkia Sabato, na kwa Wayahudi lazima mili sikae juu ya miti, na Mungu alishaagiza kwamba yule anaangikwa mwili wake usikae na usiku. Na hawa mtu ambaye hakufa walikuwa wanampiga, wanamvunja miguu, na wanamtoa msalabani, na wanamtupa hapo karibu na Jerusalem, nje ya mji. Na karibu na pale Calvary kulikuwa na shimo la takataka zote za mji, ambao moto wake haujazimika usiku na mchana, ambao Yesu ndiye aliyeufananisha na Jehanamu. Lile shimo lilikuwa linawaka, na wale watu ambao walisulubiwa hawajafa walitupwa huko na mizoga yao, na wale ambao hawajafa wanaishia huko.